Mimi mpaka naogopa sasa hivi hata kusema sina, kwa sababu maneno yote ameshamaliza mdogo wangu. Naogopa kwa nini? Kwa sababu kampuni ya OHO leo imefanya mambo makubwa sana. Nimewaalika hapa kwa sababu tuna makabidhiano ya vifaa vya michezo kwa timu yetu ya Yanga Veterans, and tumewaita hapa kwa sababu tunataka kuonyesha moja, upendo kwa hawa wazee wetu ambao waliitumikia Yanga kwa uadilifu mkubwa, waliitumikia Yanga kwa nguvu zao zote kwa nyakati zao. Tunathamini walichokifanya na bado tutaendelea kuwaenzi sasa na kote ambako tutaendelea kuwa nao. Lakini pia nimewaita kwa ajili ya kuwakumbusha. Unajua wengi tumekuwa tukidhamini michezo labda kwa level ya vipaji vinavyoanza, lakini pia tunadhamini michezo kwa wale wachezaji ambao wanatutumikia kwa sasa na wale ambao sasa at least wana nguvu za kufanya hivyo, lakini tunasahau watu ambao tunapaswa kuwaenzi kwa sababu walifanya juhudi za kutosha kwa nyakati zao. Kwa hiyo nilipoletewa hili wazo la mashindano haya ya Veterans, mimi ni shabiki wa Yanga, nikasema hapana, sipaswi kuwaacha. Hawa ni ndugu zangu, hawa ni watu ambao nathamini mchango wao, kwa sababu bila wao si ajabu Yanga isingefika hapa ambapo imefika. Sasa kwa kutambua hilo na kutambua thamani yao, nikasema hapana, nitafanya kitu kwa uwezo wangu, lakini pia naweza kualika watu wengine ambao wanaweza kuwa na nguvu ya kuwapeleka zaidi ya hivi ambavyo sisi tumefanya. Kwa hiyo leo tutawakabidhi vifaa vichache kwa ajili ya kuanzia mazoezi na kwenda kwenye hayo mashindano. Tutakuwa na jezi, tutakuwa na vifaa vingine kadhaa ambavyo tutakabidhiana leo, lakini pia hatufungi milango. Bado tunaamini tunapaswa kuwasupport na kuwashika mkono hawa watu, kwa sababu hawapaswi kupumzika sasa. Mtu wa mazoezi anapaswa kufanya mazoezi mpaka maisha yake yanapokamilika hapa duniani. Kwa hiyo tunaendelea kuwaenzi kwa umoja huu ambao tunao. Bado tutaendelea kuwashika mkono. Dr. Ho atakuwa nao nyakati zote za ligi hii ambayo inaenda kuanza kesho, lakini pia sio tu kwa ligi hii, hata mashindano mengine na mengine ambayo yatahusianisha veterans wowote wale. Tutawaenzi wazee wetu kwa sababu walitumika vizuri kwa nyakati ambazo tulipata furaha kutoka kwao. Tuendelee kuwa nao, tuendelee kuwashika mkono. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, kwanza ni waalike wao nao waseme jambo, wajitambulishe pia, lakini pia tutaenda kwenye tukio la kuwakabidhi vifaa hivi baadaye. Karibu sana. Taanza kwa kujitambulisha. Asante sana. Karibu hapa. Namshukuru sana mkurugenzi wa OHO Dr. Kwa kweli Dr. ametusaidia sana. Na mimi nasema na waomba watu wengine waendelee kujitokeza kutusapoti. Na sisi tunasikia faraja kubwa sana kwa kukabidhiwa leo vifaa hapa na mkurugenzi. Tunashukuru na nawaomba sana ndugu zetu wengine wajitokeze, waje watusapoti, kutusaidia kama jezi tena au vitu vyovyote vile vinavyohusiana na michezo. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na namshukuru sana Dr. O kwa kazi kubwa aliyoifanya, na tunamtakia kila laheri, aendelee kuwa na moyo huu. Mimi nashukuru sana, na samani kidogo, naitwa Muhammad Hussein Daima au nickname Chingawani. Ni mstaafu. Asanteni sana. Watu walizoea mambo haya yanaenda kufanywa Azam, sio yanaenda kufanywa huko IPP, sio yanaenda kufanywa wapi, lakini leo umefanya hapa. Nafikiri bila kujitambua mwenyewe, hili jambo ni kubwa sana umefanya mdogo wangu. Kwanza tukushukuru sana kwa hilo, kwa sababu umetujua na umetujua kama kuna kaka zangu, kuna babu zangu, kuna brother zangu walikuwa wanatupa starehe siku za nyuma. Na ni kweli, kwa sababu hakuna mtu tena mwingine utaenda kufisini kwa mtu anakuignore. Lakini wewe tangu siku ya kwanza tumekuja hapa unatupokea mpaka tunaona aibu. Tunasikia yani tuna feel guilt. Umeona? Kwa hiyo tunakushukuru sana. Nasema kwamba wengine wajitokeze. Na nakuomba usikate tamaa. Usikate tamaa, kama unao wengine watusaidie tu, kwa sababu sisi hatuna pa kwenda. Kwanza roho yangu ilidunda, ilichomoka mimi na mshono hapa. Yaani uliposema mimi mwenyewe Yanga, basi nikastuka nikasema alhamdulillah. Umeona bwana? Kwa hiyo nasema kwamba sina maneno, tunakushukuru sana wewe na kampuni yako, na pia nawashukuru sana waandishi wa habari, mmetusaidia. Sisi mnatusaidia sana nyinyi.
bila nyinyi sisi hatuwezi kuishi waandishi wa habari, kwa sababu nyinyi ndio mnatoa habari zetu. Leo mimi ningevaa shati la kuchanika hapa, kesho ungenitoa kwenye TikTok. Mbona bwana? Lakini sasa nimevaa shati zuri, sijui kama hiyo nafasi utaipata. Kwa hiyo mimi nasema na nyinyi wanajeshi tunawashukuru, lakini shukrani nyingi sana zinamwendea bwana wetu. Sisi mkitusaidia kama hivi, sio kama tunanyamaza kimya, hapana. Na viongozi nao tunawaambia juu. Kwa hiyo bwana Yesu, ukitona na majezi haya mapya yametoka Oho. Kwa hiyo unanunua sana manini malori wewe, kanunue kumuunga mkono kwa ndugu yetu. Sawa. Au vipi bwana? Tutasema bwana asante. Kamuunge mkono ndugu yetu. Basi mimi nafikiri niache tuendelee na shughuli nyingine. Sawa sawa. Asante sana. Asante.